Memena. Memena. Mjomba. Chile moke. We Memena. Yaani mimi naita huko bolo, yaani unisikii. Unanitafuta yaani unione. Mjomba, una mawazo aina gani hivi? Unawaza nini? Mjomba, moyo wangu unashindwa kustahimili haya ninayoyapitia kwa sasa. Nashindwa mjomba. Mjomba, una muda inabidi ifike mjomba, ukubali alitokea ametokea. Tugange ajayo. Ukiona mawazo hivi mjomba, utanikata nguvu, utanivunja nguvu mjomba. Hai, mwezo Baruza yuko wapi? Baruza, toka tulipotoka kwa mtaala na kufanya kama vile alivyotuelekeza kuhusu jeneza. Alitoka yeye hapa na mwenzie kulipeleka msikitini hilo jeneza. Mpaka sasa hivi hajarudi. Tutani huyu. Hai, na dada yako naye kelekea. Damkunde sasa hivi amebadilika. Kawa mkali kwa kila mtu. Anahisi kama sisi ndo tumekuwa sababu mpaka yote haya kutokea. Lakini kasahau kwamba yeye ndo alimpeleka Siwa kwa yule mama. Hivi kile nilichokiona ni macho yangu au ni mapepe yangu tu? Lakini mbona kama ni sisteri kabisa? Ila hata kama kufanana, sio kwa vile. Pamoja kuwa yule niliyemuona anaonekana ni Itikeli, ila hapana. Hapa lazima kutakuwa kuna kitu. Na kama sio Siwa kwenda kule, sidhani kama Dakibiliti angepatwa na umauti mjomba. Ona sasa mjomba, msiba umekuwa ni mauza tu. Siwa na Nzengo, si ndugu wametususia msiba. Tumebaki wenyewe. Msiba umekuwa ni wa kwetu tu sisi wenyewe. Hata Damkunde naye ashikiki ambiliki. Anaamua kututenga, mara haje mara aondoke, simuelewi mjomba. Usilie mjomba. Tena usilie hata kidogo mjomba. Kulia mimi ndo unanifanya kabisa nishindwe kuelewa mjomba. Niko hapa kwa ajili tutatue hilo tatizo. Yaani mambo yote mjomba tenda sawa. Na usikae kimawazo mjomba. Mle wenyewe mdogo mjomba, ukiwa na mawazo mjomba na mimi nitakufa. Nipo kwa ajili yenu bwana. Sawa? Mimi sasa ngoja niingie ndani. Sawa? Sio hivyo. Changamka mjomba. Mjomba. Samani. Yes, samani. Ninaombi kwako mjomba. Mjomba, kama unavyoona sasa hivi haya magumu mbona yapitia. Kama unavyojua, wewe ndio umebaki kama mama kwetu. Wewe ndio kama baba kwetu. Navyokuwa kwenye mawazo, kuna muda na hamisi wazazi wangu. Natamani hata wangekuwepo. Lakini ndio hapo tena. Mimi nimemisi kuita mama mjomba. Na wewe ndio mjomba wangu. Nilikuwa nakuomba tu nisiwe nakuita mjomba, niwe nakuita mama. Wewe Memena wewe. Kabla hapo ulikuwa unafuta bangi? Bangi? Yaani zinaanza kukupanda kichwani. Niangalie mimi. Na shepa kufana na mama yako. Zinakupanda Lakini mjomba wewe. Memena. Kama zinakupanda sema. Rudi kule kwa mtaalamu. Sio? Memena. Nitakufinya. Haya.
Hey, it's me again, Mr. Budlan. How are you? I'm good. I'm follow you. Haya, na shida na wewe. Bwana. Hizo dharau. Umeona kabisa tumeongozana wawili. Baada uniombe mimi, wewe unamuomba wewe. Ina maana gani? Kingine, unasahau kabisa kwamba wewe ni mke wa mtu. Unavomuita faraga una maana gani? Naye anakuwa ni mbishi. Sijamuita yeye anaitika au anataka. Au nimwambie ukweli. Kielele tu. Moga. Aya basi sawa. Kwa wewe lazima nikakuomba. Basi naomba unisamehe. Lakini kwa huyu usiwezi kumomba kwa sababu Samwani konyeza. Kujua konyeza tu. Kuzulia appointment. Unaona? Huyu anajua kabisa mimi na yeye. Waga. Kwa kumbe na mwaga mchele kwenye kuku wengi. Rafiki yangu Nyama, mimi nakusubiri mbele. Sawa, nakuja sasa. Unaenda? Nenda mama, tuachie fursa. Changamka. Hivi bwaga, una akili kweli wewe? Huo mdomo wako muda mwingine unashindwa kuufumba. Wewe unaona kabisa hapa nipo na mtu, alafu unataka kulopoka. Haya, akisikia akaenda kumwambia mume wangu, unadhani itakuwaje? Kila ninapojitahidi kukutoa katika matatizo, wewe bado ndo unazidi kujiingiza. Kwenye matatizo hapo. Matatizo mimi ninayataka. Niko tayari kufa kwa ajili yako. Kila siku nakwambiaga, I'm die for you. For like that like he is me now. Nyamaro, yani bila wewe siwezi kuwepo kwenye matatizo. Haya, tulipanga promise. Tukaidiana kabisa jana saa 1 kamili. Umetia guu pale nyumbani. Nimesubiria hiyo saa 1 mpaka saa 2. Mwanaume nimeshajikoki. Nimeshajiandaa. Nimeshajipaka mafuta mwili mzima nang'atu kama nyoka. Ile nyoka kidisa. Nimepaka maungaunga, nimepiga nondo, vyuma kama vyote mle ndani. Nimepiga sarakasi, nimeluka, sarakani vitu vingi sana nimejiandaa ili tukuje kuonekana mwanaume jasiri, shupavu. Kamili kabe. Haya, kwa nini hujatokea? Wow. Baby, kiukweli siku ya leo nimeenjoy sana. Kwa sababu umejua kumwagika mpenzi wangu. Yaani nimejisikia raha sana. Mimi pia nimeenjoy. Na wewe umejua kumwagika. Nikusifu kwamba umejua kunimwaga. Nafurahi kusikia hivyo mpenzi wangu. Na chengine nilidhani leo kwamba utaondoka tena na mashabiki wangu wa kizungu kwa sababu nilichakuwa nimeandaa mpaka kihifadhio chao mashabiki wa kizungu. Lakini cha ajabu haukuhitaji. Sijajua kwa nini. Kuhusu mashabiki wako wa kizungu, kwa sasa nimetosheka. Sio usongo ulivyo na wewe. Mashallah, umejua kunitakatisha. But nikihitaji nitakwambia. Basi sawa, usijali. Na nikwambie tu, hapa ndio kiwandani kwake. Hayo material yote hapa ndipo yanapopatikana. Na muda wowote ule ukiwa unahitaji malighafi yangu nitakupatia. Basi ngoja mimi nikuache. Itakuwa ni vyema pia nikikusindikiza. Hapana, maana hata nyumbani nimetoroka. Hata mama sijamuaga. Kwa hiyo pumzika tu. Basi sawa, haina shida. Nadhani ukifika nyumbani basi unipigie. Sawa, bye. Haya. Bye. Haya. Haya. Wali nilikuahidi nitakuja hiyo saa 1. Lakini wewe mwenyewe umeona tukio lilotokea msibani pale. Nimerudi nyumbani, mume wangu kuniruhusu tena kutoka. Hata kama angeniruhusu kutoka, sina ujasiri huo mimi. Kutokana na ile tukio lilotokea msibani. Wewe mwenyewe mwanaume na umekimbia moja kwa moja mpaka ndani kwa watu. Mimi mwanamke.
Kwa lazima uiseme hapa hiyo ya kwamba mimi ni mwanaume mzima nilikimbia. Ulikuwa ni ujasiriamali. Sawa, usinipoteze kwenye lengo. I don't remove me kwenye lengo. Si unaelewa? Haya sawa. Mbali na hilo, umejitetea vizuri sana nimekuelewa. Kwa maana wewe ni jasiri mtu mmoja makini kujitetea. Mbali na hilo. Basi, baada kutoka pale nyumbani sasa umeshindwa kutokea. Nikielekea zangu msibani kwenda kulinda security guard. FFU fanya fujo uone. Kwa nini hata usingejiongeza? Ukaona kwamba Bwaga labda yuko pale msibani kwa nikamchungulia. Tukakaa mimi na wewe pale sasa msibani kaona kwamba watu wakiishaisha tu. Unaona? Tungeatoa yale mashuka yale ya juu yameandikwa Koloani. Kwa chini yake kuna shuka la kawaida. Tungejifunika pale kwenye mkeka pale walipokuwa wamekaa wanaume. Tukaanza kupeana mashiki majini. Hivi una akili kweli wewe? Kumbe hautaki? Haya, naomba upange muda mwenyewe. Usije karibu mambo mengine akajikanyaka. Nitakuja jioni. Jioni ya saa ngapi? Maana mimi ninaenda na ratiba za kizungu. Time is office is focus. Akulo. Ndio hivyo. Nitakuja mida ya saa 10. Saa 10. Ndio saa 10. Sasa sikiliza nikwambie. Usipokuja kama unavyonijua akili yangu iko hovis. I'm die. You know? It's me again. Umeelewa? Akili yangu iko hovis. Nitaingia pale Kiguru na njia. Utanikuta nimefika pale nyumbani kwako sitoki. Yaani pale yani au 20 sasa hivi. Wewe si unaona nimeongozana na Kole? Acha niwahi. Maana hata huko kwenye nilikotoka nimetoroka mama yangu sijamuaga. Kwa hiyo tutaonana jioni. Sawa. Sasa hapa nijipange upya. Nikaandae maono yangu fulani hivi. Akija tu. Mweba, zomzom. Mweba, nyau. Hapo mimi pio. Ziwa. Kepe nini? Eti kepe nini? Hai. Wewe una shida gani mbona umekaa hapo na mafeeling? Hata sijui na nini. Najikuta na mawazo na hasira. Leo inaniuma paroni. Hata sijui na nini. Hata kabla akajakabidhiwa uchawi alikata na majini na mizimu sasa vinabishana kwenye nafsi na moyo. Sasa nitafanyaje vikawe sawa sasa? Sasa ngoja nikuulize tu kitu usinifiche vizuri tu. Labda kabla simini kamekujonga huko ndani kamekufinya. Aka. Wewe umeamua tu uwepo kwenye hiyo hali ya mafilingi, si ndio? Sasa sio mbaya, kepe amuia kama unavyoelewa mzee wa kutirika voko. Mimi niko hapa kwa ajili ya kukufurahisha. Napenda ufurahi, ucheke, uyagalole. Kuna lisongi moja langu linaimba hivi kwamba hivi. Nale na talendo, aleyo na kizoko gadoho. Na kita na lagoko no wewa. Na kolota gangwano ne olawin demi kumabala. Maneno genayo agono wedwa. Wale hono wawa no mayo. Sema wiga chagahanze ashikome. Twabyaga. Sasa mbona bado kamenuna? Sasa kuna fanyaje sasa bado kamenuna? Labda kwa sababu nimeimba hapo kiruga labda ameshinda kuelewa. Kuna lisongi limoja tena ila hapo limana hip hop. Ni mimi huyo.
Nasema hivi, asubuhi kumekucha, tena kumepambazuka, nashika kashuka natupa, nashika kasimu navuta nakuta SMS ya diria, kumbe wanawasha tuma, naamua kuteleza, atoka mageto na seipa, inafika ndiko kwenda nilikotoka Messi rudi tena, maana watu kumbe walishanena shoka yenge, gwambie walio nipata, wote nipata sipini ni wenge. Unaanza kuchoka sasa. Chajua kita. Dan siwa. Nyanyuka. Bwana Kepe, mimi nakwambia sipo sawa. Kwa nini? Kwa hiyo Shakira, mimi ngoja niwaache. Nirudi nyumbani. Maana mume wangu sikumwacha pale nyumbani. Alikuwa ameenda kwenye mihangaiko yake. Na kuhusiana na hii taarifa hana kabisa. Kwa hiyo akinikuta nyumbani sipo, na hisi atajiuliza maswali. Kwa bora nimuwahi. Sawa, hamna shida. Mimi acha nibaki naye kwa sababu sio kwa mwenyewe, hata kama ana nguvu hawezi kujipikia. Hata mimi nimpikie kidogo mpaka dada atakapokuja baadaye, mimi nitaondoka zangu. Haya, kwaheri. Sawa, msalimie shemeji. Hata kama upo sawa, mimi niko kwa kila jambo hapa kulirekebisha ili wewe uwe sawa. Mimi siwezi kuona umenyongonyea hivyo kama pweza aliyokosa mdiakuti. Hivyo. Nyanyuka. Nyanyuka bana naye. Ngoja sasa usije ukajikuta mbogo. Unasikia mimi nikiwa hivyo tunafika wapi sasa? Wewe si ume kwenye huzuni na mimi ndipo kwa ajili ya kukupa furaha. Shika hapa hivi. Anyosha mkono mmoja hivi. Sema na unashukurani wewe. Hata kunitoa komwe. Samula, tumerudi mapema. Sio mapema na wewe. Unafikiri kama tungekaa muda mrefu huko, umeona? Alafu kukuta kama bibi Asimi kakaita. Siwe kimya. Kepe. Hamna hata anayetika moyo, unasikia tu komba nalia. Na kwa sio poa. Sasa tungeenda hata tukuzunguka hadi huko tungerudi haraka kabla yeye ajaja. Wewe tu hapo nikwambie wewe ataondoa wasiwasi. Situmalianzisha. Tutaendelea hivyo najiiba naondoka narudi. Ila niahidi kitu kimoja. Huu mchezo tulioanzisha usiishie njiani. Tunapanga siku Bi Yasmini akizuba tunatoroka. Tunaenda tunarudi hivyo. Niahidi. Mimi sinakumbuka toka mwanzo uliniambia tu tunapotea tunajificha tunarudi. Sasa mbona nikafikiria kasema aka nikakumbushe kalichoniomba ndio maana tumepotea. Tututu. Unakumbuka kama vile zamani kabisa unakaa na mama yako anakuambia tututu nakunutia pipi. Kana nikaeva. Sema nini? Hapo nikaendelea tu shughuli twangu. Ila usiwe hivyo sasa na mafeeling na wewe. Au sawa. Lakini kaka bandogo boy kamenda. Kamerudi jana, tangu kirudi saa moja akajatoka kabisa hivi. Kapo humo ndani. Sasa ngoja. Usikape chakula. Kakikuuliza, kaambie Kepe kasema usile leo. Hapo najitafutia vita kubebeshwa mabegi zeti. Maana kanatoka Bi Yasmini. Ana mnyima ugali huyo. Atakuja huko. Kepe! Unakafa mfanya nini? Ameniongelea mimi. Katata kuleta bizama. Hata ndivyo mimi si ngoja nichomoke chap wewe baki hapa. Usiwe na wewe mnyonge sasa umedegea. Sawa? Mimi huyo kama upepo. Kepe! Baby hello.
nalegea. Ila kiape, yaani mtoto kama umenuna unajikuta unacheka. Shiko nyinge, no shiko nyinge, wakobeta kine chini ya uvungu. Naletogwa na mane, siri ya uvungu. Vipi shoga yangu? Ndo tangu tulivyoachana jana mpaka leo simoja kunisalimia ndugu wangu, ndo woga umezidi. Amna ndugu wangu, huu mguu ndo ulikopoa kwako. Nije kwenu nikuage alafu niende zangu mjini. Naenda kule kwa sister yangu mkubwa. Nimeagizwa. Naenda leo na kurudi. Ya kwenda leo kurudi hayo. Kope hizo na kucha umejibandika umejikwatua mwali wangu. Amna, hizi kope nilikopo nazo mwenyewe. Kipindi nakuja kwa nikasema, ya nini ya? Nijitoe sopu nikamwa nijibandike ili kwa ajili ya kwenda nazo. Maana si unajua tena kule mjini. Yaani mtu ukiona kama watu wa kijijini unaonekana wewe ni uwe rafu. Shoga yangu nataka mimi kuwa matashtiti. Si unajua tena. Mimi tena mtoto wa mjini kama nilikuja nikiwa sijalembeka, safari lazima nirudi nikawashangaze watu. Yote kwa yote shoga yangu. Ulienda kumpa pole mzee wa watu. Maana sio kwa kumwangukia kule. Sio ulikuwa unataka kumua kabisa baba watu kajiangukia na wewe kaenda kumwangukia juu. Nakwambia. Nini nikamwombe msamaha wapi? Si unajua lakini pale kila mtu yalabi tetea nafsi yangu. Yaani kwanza pale sijui kama alimwangukia yule mzee wa watu. Sijui nilimvunja kiuno. Hata sijui. Lakini sasa wewe sasa muda huo na kuangalia. Na hivyo na uwe mbamba na hilo dela hivi kama vile kipepeo kama nisingekuita ningekimbia mbio mpaka kwenu. Haya, lakini kwa dakika zile hakuna hata kuvumilia mwenzangu. Kila mtu labda atetee nafsi yangu ya rabbi roho yangu. Wewe kwanza mama, maana ukianza kuongea ni unaongea wewe umalize. Subiri nikajiandae maana nikiangalia pia ile jua. Wapi? Haya poa mwali wangu, nenda jiandae haraka ili nikusindikize. Nikitoka huko ndo nirudi nyumbani. Sawa. Hamna shida. Mke wangu, ina maana mimi siitwi tena baba? Nitawaambia nini mimi watu? Na yale majina je? Nilisema kwamba akizaliwa wa kiume ataitwa Musa Hussein Ramadhani Bakili. Akizaliwa wa kike ataitwa Fatuma Hussein Ramadhani Bakili. Hayo majina mimi nafanya nini mimi hayo? Kinachoniuma zaidi, Makoroboi nimemwaahidi mimi. Nilimwambia kwamba atapozaliwa mtoto wangu atamuita baba mkubwa. Mume wangu nashukuru kwanza nimerudi salama. Ila pia kipindi hichi mume wangu napitia maumivu makubwa sana mimi mkeo. Kipindi ambacho ninacho mimi, mwanamke yote anaipitia kwenye maumivu kama haya. Wewe na mimi nilitamani kuitwa mama kama wengine walivyoitwa mama. Mimi nitaitwa kipipi mpaka lini mume wangu? Mimi nilitamani niheshimike niitwe mama. Maumivu nayoyapitia mimi leo, sijui nani anaweza kuyapitia kama haya. Una muda naweza kusema Mungu nisingenichukua mimi akamwacha mwanangu. Punje, samahani kwa kusumbua kwa wakati huu. Dhumuni la kupigia simu ni kuhusu rafiki yako Baruza. Kama unavyomjua ni mtu asila sana. Hana dogo, hana kubwa. Yeye kwake kila kitu anakichukulia ni kama vile alivyozoea kuishi maisha yake ya kisela hivyo hivyo. Hasa kulingana na hizo changamoto ambazo tumekutana nazo kwa wakati huu, nilikuwa naomba uwe naye karibu sana. Na hofu yangu kubwa asije akaenda kule kwa Bi Yasmini
akaenda na hasira zake akazua mambo mengine, likaja janga lingine tena kabla hata ile hatujalimaliza. Mimi nimekusoma. Sema mimi mwenyewe kuna wakati nashindwa kuzizuia hasira zangu. Na ninashindwa kustahimili hali inatokea. Kwa sababu aliyevuta ni sisteli unajua. Na ukizingatia hana kosa lolote. Yote kwa yote, ukweli ni kwamba yule bi mkubwa amezingua. Naelewa hilo. Tena naelewa sana. Nimeona wewe ni mtu ambaye unaweza ukakaa karibu na Baruza na ukamwelekeza akakuelewa. Japo nakujua na wewe ni mtu mwenye hasira hivyo hivyo. Lakini angalau wewe ni mpaka mtu wa kuchokozi ndo aone hasira zako. Kama nilivyokuambia Baruza hana dogo hana kubwa. Napata wasiwasi kwa kauli alizotoa mara mwisho pale kwa Bi Yasmini. Yaani sina amani. Basi shega. Mimi nitajaribu kukaa na Baruza. Nitampangilia CPA zangu. Naamini hata unipinga atanielewa. Kwa hiyo kikubwa ubaki na amani tu. Yeye kwa sasa hivi yuko wapi? Tangu alipotoka msikitini kupeleka jeneza. Alipita hapa nikajua labda atakuwa chumbani kwake. Lakini nimeangalia pale na penyewe kuna kufuli. Kwa hiyo sijui hata kaenda wapi. Basi Texas hapo yenyewe. Sawa, asante. Ngoja basi nijichenge. Kama nitagumiana nayo korode nitampangilia. Sawa. Unaambia na na kufuru Mungu mimi. Mwembe wangu naumia. Mama mimi nasikia mimi ndani ya moyo wangu kuna moto unawaka. Mimi sijui. Wangu unaina pame wangu mimi mwanangu sijamuona hata sura yake. Pole mke wangu. Pole sana. Kuna muda natafakari, kwani Mungu haoni? Kwani Mungu si ndio ameumba hii dunia? Na Mungu huyo si ndio ameumba vilivyomo humu? Kuna watu wana watoto 10, wana watoto 12, yameshindwa kumtoa mmoja. Ili mimi nibaki na huyu. Basi natosha mke wangu. Tukiendelea sana tutakufuru Mungu, maana maneno unaanza kuyazungumza ni makali sana. Midhali kwamba daktari amesema kwamba una uwezo wa kushika tena mimba na ukazaa. Ni jambo la kushukuru Mungu kwa sababu Mungu atakuwa na sababu zake za msingi. Mama wangu mimi nimekuelewa. Lakini mwisho wangu mimi ni upi? Mimi nilikuwa najivunia mwanangu akija na mimi nilingi kama wanawake wengine. Mbwembwe. Mdomo wangu nahisi unashindwa na mengi ya kuongea, lakini nashindwa kuongea niongee nini? Mimi pipi nimedhalilika mkeo. Naona aibu. Najisikia vibaya. Basi Mungu angenichukua mimi basi angemwacha mwanangu. Mbwembwe. Sasa wewe mbona unalia? Usilie mume wangu. Wewe unahitaji unifariji mimi mke wako. Sasa kama unalia mimi nitafanyaje babangu? Basi na nyamaza basi. Ndio pumzike mke wangu. Ndio pumzike. Inatosha. Basi mwanangu basi. Silete na nimenyamaza. Ama kweli dunia tujaimaliza, kuna vitu chini uvungwa tujaviona. Watu wanaubadili mchana kuwa kiza, kama ubaya wa mwachi Mungu analipiza. Watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima. Yani vituko sijapata kuona, wanaitwa mekwa. Kuna fimbo ya ajabu inayoweza geuka nyoka, yani utastaajabu kuliko yale ya Nabii Musa. Kumbe kuna siri nzito sana.
kutisha uadui.